Kupitia kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Mei 9, 2026 kilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo kwenye adhabu mbalimbali. Mechi namba 169 hii ya Kariakoo Derby, Simba Sports Club 2, Yanga Sports Club 2. Klabu ya Yanga imepewa onyo kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam kuelekea kwenye mchezo tajwa hapo juu Mei 3, 2026. Yanga iliwasili uwanjani saa 10 na dakika 35 alasiri badala ya saa 10 na nusu alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 15 cha ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini Yanga Sports Club imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 20 cha ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 kipengele cha 7. Meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Kratos Chota Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Na hii ni adhabu kwa mujibu wa kanuni ya 45 kipengele cha 2.1 cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa ufundi. Hii issue ya shabiki tuachane nayo. Story yetu kubwa iko hapa, maana kuna adhabu pia ya mchezo na akifanya duchu. Basi shabiki wa Yanga aliyetambulika kwa jina la Mohamed Ali Mposo, ambaye pia amekuwa akiambatana pia na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga pia vimiminika, kitendo ambacho kilichotafsiriwa kama ni imani za kishirikina. Na hii ni adhabu kwa mujibu wa kanuni ya 47 kipengele cha 2. Alikuwa anafanya umwagiliaji kwenye hiyo kanuni. Mimi naomba, unaona faili zimekuwa nyingi kwa upande wa Yanga. Tuanzie kwanza kwa huyo shabiki aliyofungiwa miezi 12 mwaka mmoja. Sasa tulipokuwa tunasema uwanja si rafiki, watu walikuwa wanabisha kwa sababu gani? Kwa sababu mwenyeji itakuwa aulinde uwanja. Waliokuja wawakilishi kutoka kwenye mamlaka za mpira, sijui mechi commissioner, sijui nani, walikuwepo wapi mpaka mtu huyo anayesadikika anakuwa ni shabiki ambaye anaambatana na timu ya Yanga anaruhusiwa anaingia uwanjani anaenda kumwaga kabla ya kuangalia kilichotokea. Stewards wa Simba walikuwepo, mechi commissioner walikuwepo. Sasa tukisema uwanja haukuwa rafiki, mwe mnatuelewa. Ni adhabu kubwa na ni adhabu ambayo kwanza sidhani kama hata walipaswa kuichapisha kwenye taarifa yao kwa umma, ila ni kufubaza tu mpira wa Tanzania. Yaani shabiki unaenda kumtema, umefanya imani za kishirikisha. Alafu mchezaji kama Duchu akifanya, wewe unamfungia mechi 3, unampa na faini milioni 1. Miezi 12. Miezi 12 kwa shabiki. Sisi unajua ni mashabiki. Lakini Andara unaweza kukaa miezi 12 bila kwenda uwanjani. Kama umeingia na maji unaonekana. Haya, tuje kwa Walter. Hapo kwa shabiki nimemaliza. Tuje kwa Walter. Sawa, Walter alichokifanya kweli sio kitendo kizuri. Lakini huyu Walter tunajua alikuwa anatafutwa kuanzia kuuliza hii pitch inafaa. Yaani huyu alianza kutafutwa kuanzia kwenye ile video ya uwanjani. Akatoka baadaye mtandaoni aliyoyafanya yakazidi kuwaumiza, kwa sababu aliyoyafanya mtandaoni ni mmoja wa washirika wenye mamlaka. Kwa hiyo pia lile nalo limewaumiza. Kwa hiyo walikuwa wanasubiri tu Walter ateleze. Hata kama angemjibu tu vibaya mechi commissioner, nisingeona jambo jingine. Hii adhabu imesetiwa. Tuje kwenye hiyo adhabu nyingine sasa. Hiyo milioni 30. Kabla tujaenda, mimi nataka nijue kitu kimoja. Kwa hiyo adhabu ya Walter Harrison, unaamini kwamba kesi imeanzia siku moja kabla ya mchezo? Of course. Kwa sababu sio siku ya tukio. Maana mimi swali langu liko wapi? Kwenye ile game adhabu zilitolewa kwa watu wawili. Chama alionyeshwa yellow card na Walter Harrison alionyeshwa yellow card. That's kwamba hawa watu wamefanya kosa. Wamefanya kosa moja. Ukienda kwenye kanuni hizi ambazo wao wamenukuu hapa, wanadai kwamba ni kanuni ya 45. Ukisoma zile kanuni, kwa mujibu wa hizi kanuni, na chama pia listahili kuadhibiwa. Of course. Mfano, kanuni ya 41 udhibiti wa wachezaji na kanuni ya 45 ni udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa ufundi. Tuanze kwa Walter ya 45. Akimshambulia mwamuzi, mchezaji au kiongozi yoyote kwa maneno au vitendo kabla, wakati na baada ya mchezo, atatozwa faini ya shilingi 500,000 mpaka milioni 2.
na kufungiwa michezo isiyopungua 3 bila kujali adhabu yoyote iliyotolewa na mwamuzi uwanjani. Hapo siku ile kweli yellow card ilitoka. Ndio, yani kwa kifupi kama tumemwadhibu Walter na Chama naye alipaswa kuadhibiwa kwa sababu wote wamefanya kitendo ambacho sio cha kiungwana, na mwamuzi ambaye alikuwa na final say kwa dakika 90 wote aliwaadhibu kwa kadi za njano, si ndio? Lakini huyu Walter ameadhibiwa kwa sababu ya matukio yake kabla ya kufika dakika 90. Ngoja kidogo, ngoja nimweleweshe kidogo. Ngoja kidogo tu. Kanuni ya 41. Kidogo nipe nafasi kidogo, nimpe elimu. Hawezi kanisa. Nisikiliza kidogo Kevo. Ukimwangalia Chama, refa anaweka kutoa kadi za njano zote mbili. Kwa mchezaji pamoja na nani? Na Walter. Lakini ukiangalia Chama, tunaangalia movement yake, Chama lina kufanya nini? Kokota mpira. Nisikilize vizuri. Kokota nini mpira? Nani alianza kwenda kumsukuma mwenzake? Chama hajaenda kwa lengo la kumfuata Walter. Alifuata lengo kufuata nini? Mpira. Walter anaenda kumfuata nani? Chama. Nielewe vizuri. Refa kaona tukio la purukushani la mchezaji na nani? Na meneja alikuwa anataka kutoa kadi zote mbili. Lakini hii bodi ya ligi haiwezi kutoa hizo adhabu bila kufuatilia tukio. Nisikilize basi. Listen to me. Baada ya kulifuatilia tukio, nisikilize basi. Baada ya kufuatilia tukio, wakagundua Chama lengo lake lilikuwa kwenda kufuata nini? Mpira. Ila meneja lengo lake kufanya nini? Kwenda kumfanya nini? Kumwataki nani? Chama. Sasa kwa sababu Chama alimkanyaga wote au kumkanyaga Kevo umesoma unaelewa unachungulia kielewa. Naomba nisome hii kanuni. Lile ni tukio la kawaida hata Ulaya linatokea, lakini huyu wote ameadhibiwa kwa sababu ya matukio mawili matatu. Hivi unajua kuna tofauti. Naomba niwasaidie. Kuna tofauti. Nisaidie kanuni hapa. Kanuni ya 41 udhibiti wa wachezaji. Mchezaji atakayefanya jambo lolote kati ya yafuatayo atafungiwa michezo isiyopungua 3 au faini isiyopungua shilingi 500,000 mpaka milioni 2. 5-2 kwenye hiyo kanuni ya 41. 5-2 kupigana, kupiga kabla, wakati wa mchezo au baada ya mchezo kumalizika. Lakini 5-3 kumshambulia mwamuzi, kiongozi, mtazamaji, mtu yoyote kwa namna yoyote ile, iwe kwa matusi au kwa vitendo. Yeye Chama baada ya kusukuma, manake Chama naye alipiswa. Chama baada ya kusukuma lile tukio, baada ya kusukuma na Walter kipindi anafuata mpira, alivyosukuma yeye aliinuka akaanza kumwataki tena Walter. Kwa hiyo kama ile kadi ya njano imetoka kote sehemu mbili, ilitakiwa wote wapate adhabu hiyo inayofanana. Alafu kitu kingine mimi hapa nataka niulize. Hii kanuni ya 27.7 imeainishwa hapa kwa kutoa adhabu kwa Yanga kwa milioni 30. Hii kanuni ina vipengele gani? Ina constant fine au huwa mtu anajiamulia tu mwenyewe atoe faini anavyojisikia yeye? Ngoja kidogo msaidie. Nataka niulize hapo. Ngoja nikusaidie. Kuna faini zimepangwa kusaidia. Subiri. Kuna faini zimepangwa constant au huwa chama cha mpira cha nchi kinajiamulia? Okay, sawa. Yaani mimi nimemwelewa. Toka tuanze kuangalia mpira. Kuna wakati watu wao wanapanga wanavyotaka wao kwa sababu ya timu fulani na wanapanga wao kwa sababu ya timu fulani. Hakuna swali kidogo. Hebu nieleweshe vizuri hapo. Namuelewesha kidogo. Ili tukio kwanza tuelewe, hii faini imetokana na nini? Faini imetokana na tukio la ajabu kuwahi kutokea kwenye mpira Tanzania. Tukio la ajabu. Sikiliza kidogo. Ngoja basi. Tunauliza tukio la ajabu. Sikiliza basi kidogo. Tumeongea ndio nisikilize. Tukio la ajabu kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania mpira, kwamba timu inacheza ipo uwanjani inaenda kubadilisha nguo mtaa wa tatu. Umeelewa vizuri? Tukio ambalo halijawahi kutokea katika nchi. Sasa unapouliza swali lako eti faini ya Msazima imetokana na nini? Uangalie ukubwa wa tukio. Angalia ukubwa nini? Angalia ukubwa wa tukio na angalia kanuni inasemaje. Angalia kanuni yako. Kanuni mimi tafuta kanuni yako. Sikiliza. Kanuni ina constant fine. Kanuni ina constant fine au mtu akiamua tu anajiamulia anavyotaka yeye. Inabidi unijibu. Nimekosea mimi. Nimeenda kukuambia sehemu yako. Ina kanuni ina constant fine au mtu anajiamulia? Kanuni inasema kwamba tukio lolote kati pointi 3. Kanuni tuna dakika moja. Jambo lililotokea ni kule Arusha. Wachezaji wameingia dressing room wamelazwa. Hilo ndio tukio la ajabu. Kubadilisha nguo hata wao Zanzibar tu kwenye kombe la Muungano wameenda chumba tofauti. Naona hapa mmeanza kuchangishana. Mnatoboa hii milioni 30. Sasa milioni 30 mwanachama wetu tu mmoja ambaye tunamhifadhi akijisikia kuilipa hiyo fine. Kisha dakika leo watu wanapiga kelele si Mudathir fine yake atakuchangia. Mwanachama wetu mmoja tu alifiatuka akaamua kulipa hiyo fine. Brain akukumbusha kitu kingine. Katika tukio la ajabu na la hovyo kufanyika nchi ni timu
timu bora ya mwaka bila kushinda kombe lolote, alafu eti katibu mkuu anakwambia hata ushinde makombe ya moja ya ndani kama hujafanya vizuri kimataifa hauwezi kupata hiyo tuzo ya klabu bora ya mwaka. Sasa Singida Black Stars kachukua ubingwa wa Sekafa mwishoni mwa mwaka jana. Hiyo ni klabu bora, na kama tunaangalia mafanikio kimataifa, basi tuzo ya mwaka huu ni Azam FC, ana pointi nyingi. Sekafa na CAF wapi mbali? Sekafa na CAF wapi mbali? Kwa stage yani. Kwa ranking Sekafa kuchukua ubingwa wa Sekafa na kufika finali ni bora kuliko kufika tu finali bila kuchukua. Dakika